Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikitambua uwepo wa Spika mstaafu dada yetu Anne Makinda, lakini pia naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi kule Zanzibar. Tambue pia uwepo wa wabunge wote na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Waheshimiwa mawaziri mnaohusika na maendeleo ya jamii, jinsia na wanawake, dada yetu Dorothy Gwajima na Riziki Pembe, lakini nitambue uwepo wa mawaziri na manaibu mawaziri kutoka serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Nitambue pia uwepo wa makatibu wakuu kutoka serikali zote mbili, lakini pia nitambue katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi zote, lakini pia uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa vyetu hapa Tanzania. Sasa nitambue uwepo wa mkuu wa mkoa Paul Makonda. Asante sana kwa uwenyeji, lakini na wakuu wa mikoa wote walioko hapa pamoja na wakuu wa wilaya. Mheshimiwa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa dada Susan, lakini pia na wawakilishi wote, mabalozi na wawakilisha nchi mbalimbali mliopo hapa na taasisi za kimataifa zilizopo hapa Tanzania. Tambue uwepo wa mwenyekiti wa Kamati ya Taifa ya Maadhimisho haya pamoja na wajumbe wa kamati hiyo, wawakilishi wa asasi za kiraia na sekta binafsi, lakini pia nitambue wake wa viongozi wetu mliokuja kushiriki nasi hapa wakiongozwa na dada Tunu Pinda. Tambue pia uwepo wa viongozi wetu wa dini, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mungu kwa kutukutanisha hapa Arusha leo kwa ajili ya jambo hili mahsusi, kilele cha siku ya wanawake duniani. Nishukuru sana waheshimiwa mawaziri wanaohusika na sekta hii, dada Dorothy Gwajima na dada Riziki Pembe, kwa kunialika kwa mgeni rasmi kwenye siku hii muhimu. Nashukuru pia uongozi wa mkoa wa Arusha wakiongozwa na mkuu wa mkoa Paul Makonda kwa mapokezi, na niwapongeze kwa kuwa wenyeji wa maadhimisho haya yaliyofana sana. Tunajua wanawake tumekutieni pirika kwa wiki nzima, lakini mambo yamekwenda vizuri, hongereni sana. Nipongeze pia mwenyekiti wa kamati ya maandalizi dadangu Sara Masasi, lakini na wajumbe wote wa kamati hii kutoka pande mbili za muungano kwa maandalizi mazuri sana ya shughuli hii. Nawapongeza wadau wote waliochangia kufanikisha shughuli hii. Aidha niwashukuru na kuwapongeza washiriki wote wa maonyesho na makongamano mbalimbali yaliyofanyika katika kipindi hiki cha maadhimisho haya. Kipekee niwapongeze sana wanawake wote kutoka pande zote za nchi yetu kwa kujitokeza kwa wingi kwenye siku hii ya kilele. Mmedhihirisha kwamba wanawake sio tu jeshi kubwa, bali ni jeshi madhubuti na la kuaminiwa. Wanawake oye! Nipongeze wanaume wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine wiki nzima na walioko hapa uwanjani wa kutunga mkono kwa kiasi kikubwa. Lakini pia niwashukuru na kuwapongeza vikundi vya burudani kwa kuwa nasi wiki nzima na hata leo hapa uwanjani. Wanahabari wetu, asanteni sana. Mmekuwa nasi wiki nzima. Kabla wiki nilikuwa kila nikitizama baadhi ya TV wanaweka namba kuelekea kilele cha wanawake duniani, bado siku 8, bado siku 5 mpaka leo imefika. Na washukuru sana wanahabari wote. Lakini nipongeze pia viongozi wa dini na niwashukuru sana kwa kuwa nasi bega kwa bega. Tunawashukuru sana. Ndugu zangu, niungane na maneno aliyotuambia Baba Askofu Isaac Amani
kwamba harakati za ukombozi wa mwanamke duniani zilianza muda mrefu sana, na ametupa historia nzuri hapa, na tunakushukuru kwa elimu uliyotupa leo. Lakini kwa hapa kwetu Tanzania zilianza hata kabla ya mkutano wa Beijing, ambapo wapo kina mama hodari waliojitokeza katikati ya mifumo dume. Wengi wa kina mama zetu hao leo hii hawapo nasi, kushuhudia hatua mbalimbali zilizofikiwa katika ukombozi wa mwanamke na mtoto wa kike. Kwa heshima ya kina mama hao shupavu waliotangulia mbele za haki na wale walio hai, tunatambua mchango wao mkubwa, na naomba kwa pamoja tuwapigie makofi. Ndugu zangu, kabla sijaendelea, nimekuja na salamu kutoka kwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu na Naibu Waziri Mkuu. Wote wamesema, mama, unakwenda kwenye kilele, tunatamani kukusindikiza, ni siku yenu, tumeshafanya sehemu zetu, wapelekee salamu wanawake wote wa Tanzania. Kwa hiyo wanawasalimia sana. Mwaka huu tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani, ikiwa sio tu miaka 30 tangu kutolewa kwa tamko la Umoja wa Mataifa kule Beijing lililoweka misingi ya utekelezaji wa haki kwa mwanamke na mtoto wa kike, bali pia tukitimiza miaka 10 ya uwepo wa maendeleo au malengo ya maendeleo endelevu na miaka 5 ya jukwaa la kizazi chenye usawa. Hivyo hii ni fursa ya kutathmini mafanikio tuliyopata. Hatua zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba kila msichana na mwanamke hapa nchini anapata nafasi ya kufikia ndoto zake. Ni vyema tungane pamoja katika kuhakikisha kwamba mabadiliko tunayohitaji yanapatikana. Ndugu zangu, binafsi nilibahatika kushiriki mkutano ule, na nilivutiwa sana kusikia kwa wakati ule kwa mkutano huo wa kihistoria unaongozwa na mwanamama shupavu kutoka Tanzania, Balozi Gertrude Mongella. Kupitia uongozi wake, Tanzania ilitoa mchango stahiki na kuwasha mwenge wa matumaini ulioleta mageuzi makubwa kwenye haki za wanawake na mtoto wa kike kote ulimwenguni. Tunampongeza sana tena sana kwa mchango wake mkubwa ule. Leo hii miaka 30 baadaye, pamoja na matamko mengine ya kimataifa, nafurahi kusema kwamba hatua mbalimbali za kisera na kisheria zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa katika kupambana na mila kandamizi na ubaguzi kwa mwanamke na mtoto wa kike. Watanzania wake kwa waume waliunga mkono maamuzi na hatua mbalimbali za kumwezesha mwanamke katika kipindi chote hicho, hali iliyowezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa katika usawa wa kijinsia. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ina mnasaba mkubwa sana na matamko yale ya kimataifa. Kauli mbiu yetu inasema, wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Hivyo hotuba yangu itajielekeza katika jitihada mbalimbali zilizofanyika kutekeleza azimio la ulingo wa Beijing, malengo ya maendeleo endelevu SDGs na jukwaa la kizazi chenye usawa. Na mtiririko wangu utakuwa kama ulivyo kwenye malengo endelevu yale ya SDG. Lengo la kwanza kwenye mpango ule ni kupunguza umaskini au kuondoa umaskini. Kwa upande wetu Tanzania, mpaka tunafanya tathmini ya mpango wa 3 wa maendeleo katika vision yetu ile kubwa ya miaka 25, mpaka tunafanya tathmini ya mpango wa 3 wa maendeleo, tayari tulishapunguza umaskini kwa kiwango cha 26% kutoka kiwango kilichokuwa wakati tunaanza utekelezaji wa vision. Sasa huo ulikuwa mwaka 2015. Sasa pamoja na jitihada zilizochukuliwa leo, hatushuki kwenye 30%. Lakini eneo la pili ni eneo la kuondoa njaa.
Hili ndio lengo la pili la SDG. Na kwa upande wa kuondoa njaa Tanzania, kitaifa tumeshaondoa njaa kwa 100%. Na katika lengo la kujitegemea kwa chakula, Tanzania tunajitegemea kwa chakula kwa 128%. Sasa kilichobaki ni mtu mmoja mmoja na jitihada zake kuhakikisha kwamba habaki na njaa au halali na njaa. Lengo la tatu katika mpango ule ilikuwa ni suala zima la afya. Na kwa upande wa swala la afya, ndugu zangu, kwa upande wa afya tumepiga hatua kubwa sana, hasa kwenye maendeleo ya miundombinu. Nyinyi mnatambua kwamba serikali yenu imejitahidi kujenga miundombinu ya afya nchi nzima katika kila ngazi, kuanzia zahanati, hospitali za kata, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa na hospitali za rufaa. Lakini sio tu kujenga miundombinu, pamoja na miundombinu au vifaa vya matibabu na vifaa vingine vinavyotakiwa. Lakini lililoambatana na hilo ni suala zima la kukuza ujuzi na utaalamu. Amesema hapa Paul kwamba katika maonyesho aliyofanywa hapa, wataalamu wetu wameweza kujua mtoto aliye tumboni ana tatizo la moyo. Wameweza kujua, zamani haikuwa hivyo. Tanzania hii sasa tunafanya matibabu mengi ambayo zamani tulikuwa tukipeleka nje. Kwa hiyo kwa upande wa afya nalo tumepiga hatua kubwa sana. Lakini nikizungumza mahsusi kwa upande wa wanawake, tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo 1500 kwa vizazi hai 100,000. Leo tunapozungumza ni 104 kwa vizazi hai 100,000. Lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wa kujifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake 70 kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko 104 na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Kwa upande wa sekta, lengo la 4 ni sekta ya elimu. Na kwa upande wa sekta ya elimu, nadhani nisizungumze mambo mengi sana. Wote tunajua kazi kubwa tulioifanya katika sekta ya elimu, kwamba ilikuwa ni kawaida kwa familia kutoa upendeleo kwa mtoto wa kiume dhidi ya mtoto wa kike kwenda shule. Lakini kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kujenga miundombinu na marekebisho kadhaa tuliyoyafanya, sasa idadi ya wanafunzi mashuleni inakwenda sawa kwa sawa. Ule usawa wa kijinsia tumekwenda kuupata. Lakini katika mazingira maalum, usajili uliofanywa miaka hii, hasa mwaka huu, tumekuta watoto wa kike wako wengi kidogo zaidi kuliko watoto wa kiume, na hiyo ni kwa ngazi zote, msingi na sekondari. Kwa hiyo kwenye elimu tumeshafanya vizuri. Uwasili wa watoto wa kike ndani ya shule ni 51% kama population yetu au idadi ya watu inavyotuambia. Kwa upande mwingine, kwenye elimu ya vyuo vya ufundi vilipokea wanafunzi 130,886, lakini wanawake ikiwa ni 58.87. Na vyuo vya ufundi na ufundi stadi vilipokea wanafunzi 191,994, wanawake wakiwa 77.19. Sasa zile kazi zilizokuwa si za wanawake zinakwenda kufanywa na wote, kwa sababu vyuo hivi vinakwenda kufundisha stadi zote, na wanawake nao wanakwenda kujifunza katika stadi hizo. Na katika maonyesho tumeona TANESCO alikopita, wanamama wamefunga mikanda, wako juu nguzo, wanaunga umeme. Kwa hiyo sasa usawa wa kijinsia kwenye eneo hilo limepatikana.
Lakini vile vile katika ngazi ya vyuo vikuu kulikuwa na jumla ya wanafunzi 334,854, wanawake wakiwa 44.95, karibu 45%, tunakwenda kwenye 50-50, na huku ndio kulikuwa kugumu sana watoto wa kike kutoboa kuingia vyuo vikuu. Sasa tupo 45%, tunakwenda kwenye 50-50. Ongezeko hili linachagizwa na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika ngazi za shule msingi, sekondari, na pia matokeo ya uwekezaji mkubwa kwenye mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, ikiwemo ongezeko la bajeti ya mikopo ya elimu ya juu ambapo imekuwa kutoka shilingi bilioni 450 mwaka 2021 na sasa mikopo yetu kwa elimu ya juu ni bilioni 787 kwa mwaka huu tunaoendelea nao, ambapo sasa mikopo hiyo inatolewa hadi katika program za diploma kwa maeneo maalum. Vile vile katika kuchochea wanafunzi kuchagua masomo ya sayansi, serikali imeanzisha ufadhili wa 100% kwa watoto wote wanaochukua masomo ya sayansi. Watoto wote, hii inaitwa Samia Scholarship kwa vijana wetu wanaofaulu masomo ya sayansi. Lakini katika jitihada za kipekee tunajenga shule maalumu za wasichana kwa masomo ya sayansi, na shule hizi zimeshajengwa. Kila mkoa kuna shule moja ya wasichana kwa masomo ya sayansi. Hii nayo inatupeleka kwenye safari yetu ya kuondoa kutokuwiana kwenye mambo ya sayansi na masomo au kazi za aina hiyo baina ya wanawake na wanaume. Ndugu zangu, goal namba 5 ni suala la usawa wa kijinsia, ambao hili nalo kwa Tanzania tumepiga hatua kubwa kwenye suala hili. Tukiangalia hali ilivyokuwa huko nyuma katika taasisi za kufanya maamuzi, kwenye siasa, kwenye serikali, hata private sector, hali haikuwa ya kuridhisha sana. Lakini sasa tunaona asilimia ya wabunge ndani ya bunge letu na baraza la wawakilishi haipungui 33%. Hapo ndio kuanza kwenda juu. Lakini vivyo hivyo madiwani ina kota maalumu ya madiwani ukilinganisha na idadi ya wanaume walokuwepo. Kuna namba kisheria madiwani lazima wafikie idadi hiyo, lakini mawaziri nao tunajitahidi kuweka wengi mawaziri, makatibu wakuu na wengine wanawake katika ngazi mbalimbali za kufanya maamuzi. Lakini katika sekta binafsi na kwenyewe nako wameunga mkono jitihada hizi. Kuna program maalum za kusomesha wanawake ili waweze kuingia kwenye mabodi yanayoendesha mashirika, lakini pia waweze kuwa mameneja wa makampuni na waweze kufanya maamuzi katika sekta binafsi. Kwa hili nalo kwa Tanzania tumekwenda nalo vizuri sana. Nilikuwa naelekea kwenye lengo la 6, nalo ni maji safi na usafi wa mazingira. Kwa upande wa maji safi, ndugu zangu, tumepiga hatua kubwa. Ilani ya uchaguzi ilituelekeza kwamba kwa vijijini tuende 85% na kwa mijini tuende 95%. Mpaka Disemba mwaka jana, vijijini kwa average, kwa wastani, tunakaribia 80% na mijini tuko kwenye 90%. Lakini kuna miradi zaidi ya 1000 iko maeneo mbalimbali nchi nzima ambayo ikikamilika tunakwenda kufika asilimia zile tulizotumwa au kupita asilimia zile tulizotumwa kwenye ilani ya chama. Na kesho tukijaliwa nitakuwa pale Same Mwanga kuzindua mradi mkubwa wa maji takao kwenda kutoa maji kwenye maeneo kadhaa. Lengo la 7 la maendeleo endelevu ni swala zima la nishati. Swala la nishati Tanzania nako tumepiga hatua kubwa. Tulikuwa tunafaidi umeme zaidi mijini kuliko vijijini. Sasa serikali imeweza kusambaza umeme vijiji vyote 12,300, lakini pia tunaelekea kwenye vitongoji. Tunapozungumza
Vitongoji kadhaa tayari vimeshawekewa umeme na kazi inaendelea. Lakini sio nishati tu, tumesema nishati safi. Sasa tunatoka kwenye nishati zile za diesel na mafuta mengine, tunaelekea kwenye nishati safi. Na kwenye nishati safi tumefanya kazi nzuri ya kujenga bwawa linalotupa megawatts 2115. Lakini pamoja na bwawa hilo kuna mabwawa mengine madogo madogo kama 6 hivi ambayo na yenyewe yanatoa umeme katika maeneo mbalimbali ndani ya Tanzania. Lakini pia Mungu ametubariki na gesi, bado tunaendelea kutengeneza umeme kutokana na gesi. Lakini nishati safi hii tuna mpango maalum kama Tanzania, na kwa kuwa Tanzania ni msimamizi wa mpango huu kwa Afrika, nishati safi ya kupikia ni ajenda yetu na tunaisimamia Afrika kwenye ajenda hii. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye umeme pia nako Tanzania kama ilivyoelekezwa na maendeleo endelevu, malengo ya maendeleo endelevu, tumefanya kazi kubwa. Lakini lengo la 8 kwenye kule ni kazi za staha na ukuaji wa uchumi. Na hapa napo tumefanya kazi kubwa sana sana sana. Kazi ambayo haitaki tochi au mwenge kumulikwa. Lakini nilikuwa namsikiliza nadhani Baba Askofu Amani au Shehe alisema kwengineko duniani wanawake wanaandamana kupinga vifo vya wanawake, watoto kutokana na vita. Tanzania hatuna hiyo. Tanzania maandamano yaliyopita hapa ni maandamano ya kupongeza jitihada za serikali katika kuwapelekea huduma njema, katika kuondosha shida zao na dhiki zao. Na nyuso zilizopita hapa zilikuwa na bashasha kubwa sana. Kwa hiyo kwenye hili nalo, wakati tukitoa taarifa yetu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa wananchi, nitaona mpaka takwimu zinasema vipi. Lakini kwenye hili jambo kubwa ni ardhi. Huko nyuma tunakotoka, ilikuwa si rahisi kwa mwanamke kumiliki ardhi, kufanya kazi zake katika ardhi yake mwenyewe. Sasa hivi wanawake, wanaume wote wanamiliki ardhi sawa, nategemea uwezo wake. Lakini pia tunaendelea na lile suala la mjane akiachwa na mumewe kurithishwa ardhi. Hili nalo wamelifanya ni kwamba jambo lisilowezekana mpaka karibuni. Kisheria tunaendelea nalo na tutafanikiwa kurithisha wanawake ardhi zinazoachwa na waume zao ili waweze kuendeleza maisha yao na watoto wao. Lakini jambo jingine, lengo la 9 katika mtiririko ule wa malengo endelevu ya dunia ni ubunifu na miundombinu. Na kwa upande huu Tanzania nasi tumefanya vizuri. Kwa upande wa ubunifu tumefanikiwa kujenga mazingira na kuwafanya vijana wetu kutumia miundombinu iliyopo, miundombinu ya tehama, kuwa wabunifu wa mambo kadhaa. Sasa hivi kuna kitu tunaita startups au biashara zinazoanza, biashara ndogo ndogo za vijana wetu. Nyingi mno. Wanabuni mambo mbalimbali yanayowasaidia kufanya biashara na kuendesha maisha yao. Lakini katika eneo hili kuna fursa pia katika maeneo ya utamaduni, sanaa na michezo. Imesemwa hapa, tumeweza kwa kiasi kikubwa kukuza sekta hii, utamaduni, sanaa na michezo, na vijana wetu kike kwa kiume wamepata ajira katika sekta hii. Lakini jengine, biashara ndogo ndogo, SMEs. Mewaona kina mama wakipita hapa. Kina mama wamepita hapa wakiwa wana furaha kwa sababu tumeweza kutengeneza mazingira, na wametumia mazingira yale, wametumia fursa zile kutengeneza biashara zao, ubunifu wao, na kuwa na biashara ndogo ndogo. Kwa upande wa miundombinu, na lenyewe halitaki tochi, tumefanikiwa kujenga njia za usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa, na Tanzania inasonga mbele na kazi iendelee. Lengo la 10, mkumbuke kwamba mpango ule una malengo 17. Sasa nakwenda moja baada ya moja. Lengo la 10 la mpango ule ni kupunguza kutokuwa sawa
baina ya wanawake na wanaume. Na hapa nishukuru sana viongozi wa dini, wamezungumza vizuri. Kwa nini wanaume wajifanye waungu wa wanawake? Kwa nini wanawake wawe watumwa wa wanaume? Wamezungumza vizuri, na kupitia marekebisho ya sera, sheria na jitihada mbalimbali tunazozichukua za kukuza uchumi, tumeweza kwa kiasi kikubwa kupunguza tatizo hili la kutokuwa sawa baina ya wanawake na wanaume. Kwa hakika hapa nataka niweke msisitizo. Kuna mambo ambayo mpaka dunia itakwisha, wanawake na wanaume hatutakuwa sawa. Mimi kama mwanamke, Mungu amenipa kazi ya kubeba mtoto tumboni kwangu na kumtoa kwenye mwili wangu, kazi ambayo mwanamume hutaifanya. Hutaifanya hata siku moja. Hata maendeleo gani ya sayansi yafanyike, hutaifanya. Lakini la pili, mwanamume umepewa jukumu la kuniwekea mbegu ili nibebe hiyo mimba na nimlee huyo mtoto tumboni kwangu, kazi ambayo mimi kama mwanamke sitaifanya, hata dunia ishe sitaifanya. Kwa hiyo kuna kazi ambazo Mungu amezigawa za wanawake na za wanaume. Hapo hakuna cha usawa, hapo tunakwenda kama Mungu alivyotuunga. Lakini mengine nadhani maonyesho yameonyesha hapa kwamba mengi ya mengine ya kidunia haya tunaweza kuyafanya, tunaweza kusaidiana. Tumeumbwa tusaidiane, kwa hiyo tunakwenda kusaidiana. Lengo la 11 ni miji inayoendelea. Miji mizuri inayoendelea. Tumeanza na tunaendelea. Lakini lengo la 16 nimeruka malengo katikati hapo, ambao Tanzania bado hatujafikia hatua ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nataka niende kwenye lengo la 16, na hili lengo linazungumzia mambo ya usalama na utulivu, haki na kuwa na taasisi madhubuti za utoaji wa haki. Lengo hili Tanzania tumelifanyia kazi vizuri. Usalama na utulivu ndio mila yetu, ndio jadi yetu. Hiyo haiulizwi, na tumeendelea kuiweka nchi yetu katika hali hiyo. Lakini suala la upatikanaji wa haki na kuwa na taasisi madhubuti za utoaji wa haki, hili tumelifanyia kazi, na hasa baada ya kuunda Tume ya Haki Jinai ambayo imeleta mapendekezo. Mapendekezo yanaendelea kutekelezwa, na sasa kwa kiasi kikubwa utoaji wa haki umeimarika na haki kwa watu inapatikana. Ndugu zangu, nataka sasa niende kwenye lengo la mwisho, nalo ni lengo la 17 ambalo linasema kufanya kazi kwa pamoja, partnership. Na hapa imesemwa vizuri. Dada yetu Susan amesema vizuri. Sisi kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar tunafanya kazi vizuri na mashirika ya kimataifa. Umoja wa Mataifa, United Nations, European Union, World Bank, African Development Bank, International Monetary Fund, mashirika yote ya kimataifa, UNESCO. Juzi mmemwona mama wa UNESCO amekuja hapa, tumezungumza, ameondoka. Mashirika yote ya kimataifa, lakini na watoa fedha kimataifa tunafanya nao kazi vizuri, na ndio imetuwezesha kutekeleza malengo yote haya. Lengo la 7 ni partnership, nalo tunalifanya vizuri. Tunakuza diplomasia yetu Tanzania ili tufanye kazi na ulimwengu, na Tanzania iwe sehemu ya ulimwengu, na tuende na maendeleo ya ulimwengu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ufafanuzi wa tulioyafanya, safari yote hii imekwenda kuondosha shida kwa mwanamke, lakini kwa Mtanzania yoyote. Mtanzania, safari hii imekwenda kumwondoshea shida. Sasa baada ya kufanya yote haya, mwaka 2021 taasisi za kimataifa zilikaa na kufanya tathmini ya hali iliyofikia, na wakaona katika baadhi ya maeneo duniani mwelekeo umetoka zaidi kwa watoto wa kike na mwanamke na kuacha nyuma wanaume.
Hivyo basi wamekuja na ajenda nyingine ya kizazi chenye usawa. Ajenda hii maana yake ni nini? Ajenda hii maana yake ni kuwajenga sasa watoto wetu, kizazi chetu cha kike na kiume, kuwapa fursa sawa. Baada ya kufanya marekebisho yote hayo, kuwapa fursa sawa, sasa wakuwe pamoja. Sasa kwa upande huo, Tanzania nasi tuliingia kwenye mkutano huo, na kwa bahati ikawapendeza mataifa kutupa eneo la kulisimamia, nalo ni eneo la haki na usawa wa kiuchumi kwa watoto wa kike na watoto wa kiume. Kwa tunasimamia eneo hili kidunia. Kwa hiyo hatushangai kwamba tunaanza nyumbani, wanasema sadaka huanza nyumbani. Kwa tunakuza maendeleo ya usawa wa kiuchumi nyumbani, ili sisi kama champion wakija waone kinachotokea hapa kwetu. Kwa tunakwenda na hilo la kulea haki ya kiuchumi au usawa wa kiuchumi. Lakini niseme katika hilo, ndani ya Tanzania tumeanzisha mifuko kadhaa. Tuna program 75 za uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambapo 63 zipo serikalini na 12 ziko kwenye sekta binafsi. Mifuko na program hizo zimewezesha utoaji wa mikopo kwa shughuli za uzalishaji mali thamani ya shilingi trilioni 3 na bilioni 500. Shilingi trilioni 1.7 sawa na 49% ilitolewa kwa wanawake katika maeneo mbalimbali Tanzania. Na ndio maana nikasema maandamano yaliyopita hapa, maandamano ya shukrani na si vinginevyo. Lakini pia katika kipindi hiki pia tumeboresha sheria ya ununuzi wa umma kwa kuweka sharti kwa taasisi nunuzi tengeneza 30% ya zabuni zote kwa ajili ya makundi maalum wakiwemo wanawake. Juzi nikiwa napokea taarifa ya sekta ya ujenzi na miundombinu, wakiniambia kwamba kuna kazi kadhaa za barabara zimetolewa, na kazi hizo 30% wamepewa wakandarasi wanawake. Imenifurahisha sana. Huu ni mwendo mzuri na naomba tuendelee kwenye maeneo mengine pia. Aidha, tumerekebisha utaratibu wa kutoa 10% kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Katika baadhi ya maeneo mpango huu tumeupeleka uendeshwe kibenki, lakini baadhi ya maeneo unaendelea kama ulivyo, na ni matumaini yetu kwamba zile kasoro zilizokuwepo sasa zitakuwa hazipo. Lakini jengine katika hifadhi ya jamii ni pale tuliporuhusu mifuko yetu ya hifadhi ya jamii itoe mwanya, itoe madirisha ambayo sekta binafsi, sekta isiyo rasmi na yenyewe itapata fursa ya kujiwekea hifadhi katika mifuko yetu. Wanawake oye! Tanzania oye! Ndugu zangu, sasa nizungumze mwelekeo wa baadaye. Katika kuelekea mbele, natamani kuona mabadiliko ya sera na sheria mbalimbali tunayoyafanya yawe yanaleta mabadiliko zaidi kwa jamii. Kwa mfano, swala la umiliki nimeshalisema, la ardhi lipewe wake kwa wanawake. Ninapozaliwa hakuna anayekuja na kipande cha ardhi. Ardhi ni ya Mungu na tunaikuta. Lakini ardhi kwa kuwa ni moja katika nyenzo za uzalishaji na maendeleo, na katika kizazi chenye usawa, wote wanawake na wanaume tuna haki kwenye huduma za afya. Ili tuweze kupata huduma za afya kisawasawa, hatuna budi kwenda na suala la bima ya afya. Na nashukuru Mheshimiwa Spika walilishalipitisha bungeni, sasa ni kwetu kulifanyia kazi. Jambo hili ni zito, si jambo jepesi. Kwa hiyo tunaendelea kulifanyia kazi. Tumefanya majaribio kadhaa, tunaona makosa, tunarudi nyuma, tunakwenda. Lakini lengo letu ni kila Mtanzania awe na bima ya afya, ili tuweze kudhibiti na kulinda hadhi ya kiwango cha afya tulichofikia sasa hivi. Mahospitali yale yaliyojengwa, vituo vya afya na zahanati
vina standardi zao, zina viwango vyao. Ili tuweze kuenda na hivyo viwango, lazima wote tuchangie kwenye gharama za afya. Kweli jambo tunakwenda nalo na litakuja, na tunaomba sana tulifanyie kazi kama Watanzania ili liwezekane na tuweze kwenda nalo. Ndugu zangu, katika kizazi chenye usawa, Tanzania sasa tunakabiliwa na suala la malezi, maadili kwa watoto wetu. Za usawa wa kijinsia katika nyanja mbalimbali. Nilikuwa huko kwenye NGO, nimeingia kwenye serikali, nimekwenda kwenye ngazi za kimataifa, nimekuwa waziri wa wanawake na jinsia, na sasa kama mkuu wa nchi. Nimeyaona mengi, nimeyasikia mengi, na ninayafahamu mengi sana. Niseme tu kwamba uendelevu wa harakati hizi utategemea kizazi kipya cha watoto wetu wa kike na wa kiume tunachokijenga. Tuna kazi ya kujenga kizazi chetu chenye maadili na chenye kuheshimiana. Na hii si kazi ya sekta moja, si kazi ya serikali peke yake. Ni wazazi, ni serikali, ni viongozi wa dini, ni walimu, ni jamii kwa ujumla. Tuna kazi ya kurudi kukaa kitako kulea watoto wetu, kujenga kizazi kitakachokuwa na maadili ya Kitanzania, maadili yetu, lakini kizazi kitakachoheshimiana. Nilikuwa nanong'ona na waziri pale ili swala la he for she. Tunajitahidi kujenga he for she. Maana yake nini? Ni wanaume watakao kuwa wanazungumza ajenda za wanawake, watakao simama na ajenda za wanawake. Lakini kamuuliza waziri, si wanaume hao wanaokatisha watoto wetu masomo kwa kuwapa ujauzito? Sasa mjitahidi huko kwenye he for she, wanaume wenyewe wakatai kufanya hilo. Badala ya kwamba tunazungumza he for she, lakini wao ndio wanakatisha masomo hiyo, wanaoa mapema sana. Anajua kabisa mtoto yuko la 6 la 7 anakwenda anaoa. Nadhani yale majukwaa yako ya kupeleka elimu huko sasa yachakarike, na mimi nitawapa usaidizi binafsi ili majukwaa yachakarike na muweze kufika huko. Ni lazima tujenge kizazi cha watoto wanaojiamini na wenye uwezo wa kujenga hoja. Vijana ambao watatambua kuwa ukubwa wa hoja yake sio sauti yake, ukali wa sauti yake, wala ukali wa maneno yake, bali ni hoja yenyewe na utulivu na ufasaha wa kuiwasilisha hoja yenyewe. Kule kusema hoja kwa sauti kali na ukali na kufoka, kule sio kujenga hoja, ni kupotosha hoja. Lakini tujenge vijana ambao watajua kuwasilisha hoja zao, wazitetee na waweze kuwa na ushawishi wa kufanya hoja ikubaliki. Lakini pia tujenge vijana wanaojitambua kwamba madai ya usawa kijinsia ni madai halali kwa mujibu wa ibara ya 12 ya katiba yetu. Si jambo la kuzushwa na Dorothy Gwajima au jambo la kuzushwa na serikali, hapana. Ni madai halali kwa mujibu wa ibara ya 12 ya katiba yetu. Lakini pamoja na katiba yetu, viongozi wa dini nao wametuongezea madai halali ya vitabu vyetu. Kwa hiyo usawa wa kijinsia ni jambo jema katika jamii. Katiba yetu inasema binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa, na sio upendeleo wala hisani kumpa mwenzio haki yake. Tunataka kujenga Tanzania jumuishi yenye ustawi na haki. Katika Tanzania hii, ubaguzi kwa sababu zozote zile za kidini, kikanda, kiitikadi, kikabila au kijinsia, iwe hazina nafasi kabisa. Ndugu zangu, nimeeleza kwa uchache hatua iliyopigwa tangu mkutano wa Beijing mwaka 95 na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali. Aidha, nimebainisha
Mategemeo yangu kwa wimbi lijalo la mapambano ya usawa wa kijinsia kuwa la kimkakati zaidi, linalohusisha makundi yote katika jamii yetu bila kumwacha yoyote nyuma. Wote tutakwenda na utetezi huu. Kwa mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka 30 iliyopita, inanipa matumaini kwamba kesho ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume wa Tanzania ni njema sana au ni njema zaidi. Na ndoto ya usawa wa kijinsia iliyopiganiwa na kina mama zetu haiko mbali sana kutimia. Iko hapo karibu kutimia na takwimu zinatuonesha hivi. Nilikuwa kwenye mkutano na marais wenzangu punde hivi. Tukaa tunatambiana kwenye mambo ya usawa wa kijinsia. Nikajikuta Tanzania niko mbali kidogo. Na mataifa yaliyonizidi yanaongozwa na wanaume all the way. Toka wamepata uhuru mpaka leo. Na wamekwenda mbele sana kwenye usawa wa kijinsia. Tanzania bado tuko nyuma, lakini nami nitajitahidi tuende nalo ili nitakapomwachia kijiti mwingine na yeye achukue nilipoacha aende mbele. Sasa ili hayo yawe endelevu, ni lazima kuwa na serikali inayoamini katika usawa wa kijinsia. Hivyo kadri daftari la wapiga kura lifunguka, ndugu zangu, katika maeneo yetu Tanzania, na hili jukumu na waachia waandamanaji mliopita hapa, lakini na wanawake wote tulioko kwenye majukwaa, twendeni tukalisimamie daftari la wapiga kura. Watanzania wajiandikishe ili tukakuze demokrasia. Lakini pia tuna jukumu kubwa la kwenda kudumisha utulivu na usalama wa nchi yetu. Kwani waombe sana ndugu zangu, wanawake kwa wanaume, tuna kazi hiyo ya kulinda uhuru wa nchi yetu, utulivu, usalama na amani ya nchi yetu, lakini pia kukuza demokrasia ndani ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, nirudie kuwapongeza wote walioshiriki katika kuadhimisha sherehe hizi. Maadhimisho haya yamefana sana. Tumekuwa na wiki nzima ya shughuli hizi na kila pembe ya Tanzania kulikuwa kuna jambo linatokea. Kwa hiyo tujipongeze wa Tanzania, mwaka wetu huu tumeutendea haki. Tulitoa maamuzi kwamba sherehe hizi kitaifa zitafanyika kila baada ya miaka 5. Na kwa bahati nzuri zimeangukia mwaka huu wa 2025. Kwa maana hiyo nyingine zitafanyika mwaka 2030, wakati mimi naachia ngazi na mwachia kijiti mwingine. Lakini zitafanyika mwezi wa 3 bado nikiwa kwenye madaraka, Mungu akipenda. Kwa hiyo nitawaaga katika sherehe hizo. Sasa miaka ya katikati hapa sherehe hizi zitakuwa zinafanywa kimikoa. Kila mkoa utakuwa unafanya sherehe, lakini kila miaka 5 tazifanya kitaifa. Miaka mingine Tanzania bara, miaka mingine Zanzibar tazifanya kitaifa. Baada ya kusema hayo, napenda kutamka kwamba maadhimisho ya siku ya wanawake duniani sasa yamefungwa rasmi. Mwenyezi Mungu abariki nchi yetu Tanzania, atubariki wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kina mama oye!